Mmea wa Lantana Camara. Mmea huu ni maarufu sana duniani kote. Mmea wa Lantana Camara. Na mmea huu unatibu maradhi mengi sana. Sasa leo nisikilize vizuri, nimekuja na hii mpya kutokana na mmea huu wa Lantana Camara kwa matatizo yanayotibu. Sasa kama wewe ni muhanga wa matatizo haya, yani una tezi dume, una uvimbe kwenye kizazi, una uvimbe kwenye korodani, una uvimbe wa tezi shingoni, yani goita. Ulimi wa mama mkwe, mother-in-law tongue. Ili ni jina maarufu la maua yenye shepe kama ulimi, pia kwa jina jingine hujulikana kama mimea ya nyoka, snake plants. Mimea hii inapatikana sana bustani mbalimbali, ila sifa kubwa ya mimea hii ni uwezo wa kuishi sehemu yenye mwanga hafifu. Maua haya unaweza panda ndani ya nyumba na kustawi vizuri kabisa, indoor plants. Sasa nataka kuelezea faida zake kuu tatu, ukiachana maua ya bright eyes. Maua haya yanaitwa bright eyes au Madagascar periwinkle. Huwa nayaona kwenye bustani za maua kwenye majumba ya watu. Yapo ya rangi mbalimbali kama nyeupe na pink. Ukiachana na kupendezesha bustani zetu, pia ni dawa nzuri sana. Yametumika katika tiba kwa zaidi ya miaka 2600 kabla ya Kristo. Kifupi, yametumika katika tiba ya saratani mbalimbali, hasa saratani ya damu, leukemia, kutibu kisukari. Faida za mziwaziwa. Mziwaziwa au jina la Kilatin Euphorbia hirta au asthma plant. Mziwaziwa au majani ya mziwaziwa ni sehemu ya mimea yenye majina mengi kulingana na eneo na lugha. Kwa mfano, majani haya yanaweza kuitwa mziwaziwa, mzizi wa ziwa au majina mengine. Hapa ni baadhi ya faida na matumizi ya majani ya mziwaziwa: kupunguza maumivu ya vidonda vya tumbo. Majani ya mziwaziwa yana uwezo wa kupuza maumivu. Verdolaga, bingwa wa kutibu magonjwa sugu. Sijui kwa kwenu mnahitaji, ila kuanzia leo popote utakapoona usiuleti dharau, kwani tiba ya magonjwa mengi sana. Kabla ya yote, napenda kujua mnaendeleaje wapendwa wangu, natumai mko poa sana. Kwa majina naitwa Sara. Huu mmea unatibu magonjwa mengi sana: kisukari, presha, macho, masuala ya uzazi kike na kiume, ganzi na miguu kuwaka moto na mengine mengi. Sasa leo napenda kuzungumzia masuala Mti wa ndimu. Watu wengi tunaofahamu huu mti wa ndimu kutokana na zao lake la ndimu ambalo ni maarufu sana kwa mapishi, kwa tiba na hata kibiashara pia. Na watu wengi tunafahamu huu ndimu. Sasa leo nitakupa tiba kutokana na mti wa ndimu. Naomba nisikilize vizuri sana. Nina magonjwa hatari ambayo unaweza kutibu kutumia mti wa ndimu. Kama haujanifollow, ni follow.